Ya Rabbi wangu, nilikuomba majibu maswali yangu na hatimaye umenijibu kwa njia ya kazi. Ya Rabbi, nimekuja tena kwako uwatie niwe mepesi wazazi wangu, wakubali ya mimi kwenda kufanya kazi. Ya Rabbi, na kama Sheikh Adam akiwa ni mume bora, basi na iwe hivyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Kweli umemwelewa kaka yako mke wangu? Kwa nini? Yeye mabinti wake wote anawaozesha, wakuta wataka wakafanya vibarua huko mjini. Lakini mimi sijamuelewa vibaya. Nilichomuelewa mimi, amekuja kututaarifu kwamba kuna kazi kule mjini. Sasa kuna ubaya gani? Ubaya upo, anatakiwa aolewe. Mume wangu. Lakini ukiwa unaongea huo unajua kwamba unachoongea ni kweli. Sisi hapa mtoto wenyewe ndio huyo mmoja. Wa kiume ndo huyu, wa kike ndo huyu. Sawa, kuolewa si tatizo, na hata mimi napenda. Unaonaje akienda kwanza akafanya kazi akatusaidia, alafu mambo mengine atakuja baadaye, atubadilishie na nyumba hii. Mambo mengi tu atabadilisha. Hilo wewe unalionaje hilo? Anatakiwa aolewe. Huyu atakayemuoa ndio atatuangalie si familia tuliyopo hapa. Hapo ndo ulipochelewa. Hiyo kitu hakuna. Wale wakishaoana wataenda kutengeneza familia yao, mume wangu. Na ile familia kutukumbuka sisi tena na mzigo wao familia hiyo itakuwa kazi. Kwanza haya yote 9. Huyo mtoto mwenyewe anataka kumshirikisha, tumshirikishe kwanza yeye tuone atataka kuolewa ama anataka kazi. Yeye pia ana jukumu la kujibu. So tufanye tu ili mradi sisi wazazi basi tutakaloamua sisi tuliamue. Hata yeye tunaweza tukampa fursa ya kuchagua. Mtoto tumshirikishe kwa lipi? Yeye ni mtoto tu, anatakiwa afuatilie tunapotaka wazazi, aolewe, aanzishe familia yake. Mimi nilikuwa shamba tu hapo. Kuna waona nataka kuteka shamba langu lakini yameisha. Ndio. Vipi imebadilisha kwanza? Bado unamsimama. Mimi nataka olewe. Sasa nikupeke. Aisha. Aisha. Sasa shemeji yangu asichukue madaraka kwa sababu ni mzazi. Kuna vitu vingi watu wanataka. Alafu damu unaweza kuuliza kama anataka kuolewa na akitaka kusoma mruhusu asome, na akitaka basi kazi. Shemeji miti yangu nataka olewe.
Sitaki binti yangu ende huko mjini akajitumikisha kufanya kazi, maana yake kuna mambo ya kiuni nini, kubadilisha watu tabia na nini. Hapana bwana shemeji. Kwa kule anapokwenda namjua toka anasoma. Kwa hilo wala usiwe na shaka. Kama tatizo ni usiwe na shaka kabisa. Mungu akakupa au ukishukuru atakupa thawabu na vingi sana wewe, na ukikufuru atakuadhibu. Akaelewa ndoa ya lazima. Mtu akitaka kuolewa alazimishwe. Sasa usimlazimishe kuolewa. Jamani, tunacheka hapa lakini ndio na michezo. Kinachokuchekesha ni nini? Mungu wangu. Dada hapana. Sio kama namcheka huyu. Sina maana hiyo. Ila unajua mimi nimeweza yangu ya mchezo. Kwa hapa nina amani kama zote nipo huru. Sasa wewe, mwanzo anatangaza shida afu unaanza kucheka, anakuelewaje? Dada hapana. Sio kama namcheka yeye. Mimi nacheka tu na mambo yangu. Tunafanyaje? Mimi napenda sana kumwambia mdogo wangu. Yaani siku nyingine usikurupuke. Ni bora utuambie mapema. Ndio tu taarifa mapema. Singine naweza tukakwama hapa. Alafu sio utakulipia nani? Ela mchezo bei gani? 50,000. Usikie mdogo wangu, nitakusaidia 20,000. Lakini katoa 20,000. Tabasamu hilo. Usijali, mimi nitamalizia hilo baki sawa. Asanteni. Alafu jioni ninakula bata huko katika viwanja vya juu. Nini? Kwa salamu wangu. Kuna kitu nafikiria mke wangu. Hakuna kitu. Haya mke wangu. Shemeji, nimegundua kitu kupitia maneno yako. Jambo gani? Shemeji, unajua binti yangu mimi ni mmoja. Nimegundua kama nikimwozesha atajali ndoa yake pamoja na familia yake. Haswa. Lakini kama akifanya kazi akalipa ajira nzuri, atatujali wazazi wake na kipato chake. Mimi nashukuru kwa kugundua hilo. Na shemeji yangu sasa umekuwa. Adhana bana tunasiku. Inshallah.
Karibu. Karibu sana. Karibu. Karibu. Aisha. Huyu mke wangu anaitwa Latifa. Shikamoo. Karibu. Karibu sana Aisha. Baby. Huyu ndo binti ya kwanza nikuletea. Sawa. Umefurahi sasa. Aisha. Naomba uwe kama uko nyumbani sawa. Uwe na amani sawa. Afili hapa dada yako atakuelekeza kila kitu sawa. Aisha, nisikie uko nyumbani. Karibu. Sasa nikakuonyesha chumba chako. Umefurahi. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Unajua jana niliogopa sana. Sikujua kama wewe ni mtu wa kufanya ibada kiasi hicho. Samahani dada. Nitajitahidi wakati mwingine nijaribu kupunguza sauti wakati wa swala.
Hapana. Kuwa huru. Mimi sikujua kama ni wewe. Na ndio maana nilikuwa na hofu sana. Sawa dada. Lakini samahani. Kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Niulize tu Aisha. Jana wakati tunapokuwa chakula, niliona umetenga sahani 2 tofauti. Wewe pamoja na kaka. Kwani kuna tofauti kati yenu? Hatuna kitu chochote. Ni mfumo tu tuliojizoesha nyumbani kwetu. Ila kwa ushauri wangu lakini ingependeza kama mngekula pamoja. Maana hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila pamoja na mkewe. Kwa hiyo hii pia inaleta baraka na upendo katika ndoa. Ila si dhambi. Kwa hiyo hata usipofanya haina shida. Ila ni sunna tu. Unaniambia kwa kufanya hivyo naweza kuleta baraka na upendo katika ndoa. Haswa baraka na upendo lazima viongezeke katika ndoa. Hivi ni kuna mpanga. Mimi ndio wa kwanza, mimi ndio wa mwisho. Lakini kila mtu ni ndugu yake. Vizuri kuishi hivyo. Vizuri kuishi na watu vizuri. Dada, kuna kipi kinakusumbua? Tatizo la kawaida tu. Pole sana dada. Asante. Lakini ukihitaji kutatua tatizo kwa haraka, ni vyema ukamrejea Mola wako na si kufanya mambo haya. Ndugu wangu, nimehangaika sana, lakini sijapata suluhisho mpaka sasa. Sijui ni kipi kinakusumbua na wala sihitaji kufahamu, ila Allah subhanahu wa ta'ala anasema tafuteni msaada kwenye jambo lenu kwa kuswali na kusubiri. Na hivyo jambo lako ni gumu sana, isipokuwa kwa mtu mnyenyekevu tu. Ni heri kumrejea Mola wako na usimwamini mtu yoyote yule isipokuwa yeye tu. Naomba nikusaidie. Haya, tunakula nini leo? Sisikii kula kitu chochote. Tupika chakula ambacho mume wangu anakipenda. Sawa.
Waichakatu mbembe mkajungoma, waichakatu mbembe mkajungoma, waichakatu mbembe mkajungoma, waichakatu mbembe mkajungoma. Bacha! Unaleta masiala kwenye vitu vya kweli. Kwa nini nimekosea masharti? Mimi sitoi mizimu ile ya huko, natoa mizimu ya huko mbali. Imepanda Farawe, imevuka huko. Nakupa vitu naenda kucheza. Angalia usikotoa uhai wako. Hichi lecho mtakacho kupa leo wako uende kakosea, unakufa. Ongeza umakini. Sahihi, hautaki mtoto, na mtoto wako wa kwanza lazima umute Kachunje, kwa sababu ndo mizimu ya nyumbani kwetu na kusema na kwanza nikosea. Mtoto wako wa kwanza mwite Kachunje. Utamwita nani? Unapata mtoto. Unasumbuliwa na nini? Ndugu wangu, nasumbuliwa na tatizo la kutopata mtoto. Huu ni mwaka wa 9 sasa. Pole sana dada. Lakini mwenda kwa mganga si suluhisho. Mnajua tu Mola wangu utapona. Dini yetu inaruhusu lakini ushirikishe kwanza Mwenyezi Mungu kabla ya kwenda. Naweza nikakupatia kisa cha Nabii Musa. Nabii Musa siku moja alikuwa akimatuma. Aliomba Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akamwambia akachume mizizi aitumie, na baada ya kutumia alipona. Siku nyingine tena Nabii Musa alimatuma. Alienda kuchukua mizizi ile ile aliyozoma mara kwanza na Mwenyezi Mungu akaitumia, lakini hakupona. Akamrejea Mwenyezi Mungu na kumuuliza, "Ee Rabbi wangu, mbona nilitumia mizizi ile ile mara kwanza na sijapona?" Allah akamjibu, "Wewe ulikimbilia mizizi badala ya kulikimbilia mimi." Kwa maana hiyo dada yangu, mrejea Mwenyezi Mungu na suluhisho lako litapatikana tu. Shauri yangu ni sisi tukufunga na kuswali. Toka nizaliwe sijawahi kufunga wala kuswali. Dada, usikie ujue. Kama ni mvumilivu na imani yako tu, kila kitu kinawezekana. Napaswa kumrejea Mungu. Mwenyezi Mungu anasema unapomhitaji msaada kwenye malengo yenu, uwe na subira na mswali pia. Kwa hiyo wala usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Basi mimi nikuache. Asante sana.
Mungu ndio mponya matatizo. Mungu ndo anaweza kujibu majibu ya maswali yangu. Nini? Sikutegemea kama utanijibu hivyo. Alafu mume wangu kisha ananifungia sunna. Utakufunga? Wewe. Na mazali nyingi hapa zimepita unasema una vidonda vya tumbo. Ulikoni? Sikuwa na imani thabiti mume wangu. Ila siwezi kufunga sunna bila ridhaa yako. Wewe. Usitaki kumtia dhambi. Maana Aisha alifundisha vitu vingi sana jana. Aisha ndo anakufundisha. Alafu mume wangu unipendi. Kwa nini? Nabii Ibrahim mkewe alipokuwa azai aliswali na kufunga kwa ajili ya kumwombea mkewe apate mtoto, lakini hapo kumwona haipo yuko ufunge uswali kwa ajili yangu nipate mtoto. Nilikuwa nataka nikupatie darasa kidogo, hasa kwenye suratul Ikhlas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Sema, yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja. Allahu samad. Mwenyezi Mungu Mashallah. Wewe dada, Allah amejibu maombi yako. Sio kweli. Sio rahisi hivi. Dada, Mwenyezi Mungu hajawahi kudanganya. Ni kweli. Inawezekana najua. Mungu wangu ni mkubwa. Basi tupime. Ngoja kwanza. Dalili zote ninazo. Mdogo wangu na mimba. Mashallah.